Katika maisha ya kila siku tumekuwa tukizoea kuona watu wa vimo mbalimbali. Mara nyingi watu warefu ndio hupata sifa za haraka, lakini je, umewahi kuketi chini na kufikiria kuhusu watu wafupi? Nyuma ya kimo chao kuna siri kubwa na mambo mengi ya kushangaza na ya kuvutia ambayo asilimia kubwa ya watu wafupi hawayajui, bali wamekuwa wakijikashifu mara nyingi na kujiona kwamba wao sio wa maana. Leo nimekuandalia siri 5 kubwa zilizojificha ndani ya watu wafupi. Namba 1, huonekana wachanga, siri ya kutokuzeeka. Hii moja ya siri kubwa na yenye baraka. Watu wafupi wana uwezo mkubwa wa kujificha. Unaweza kukutana na mtu mfupi mwenye umri wa miaka 30, lakini kwa muonekano utafikiri ni mwanafunzi wa shule. Huwasaidia kubaki wabichi na wenye mvuto kwa muda mrefu ikilinganishwa na watu warefu. 2, siri ya kuishi miaka mingi. Wanasayansi wamefanya tafiti nyingi na kugundua kuwa watu wafupi wana nafasi kubwa ya kuishi miaka mingi hapa duniani. Miili yao hubeba vinasaba, yani genes, zinazolinda afya zao zisishambuliwe na magonjwa ya uzee. Pia kwa sababu miili yao ni midogo, viungo vyao vya ndani kama moyo havifanyi kazi kwa shida kubwa. 3, wana ujasiri na nguvu ya ndani, yani moyo wa simba. Kuna usemi unasema usipime kina cha maji kwa mguu mmoja. Watu wafupi huwa hawajigambi, lakini wana ujasiri mkubwa sana wa ndani. Katika saikolojia, watu wafupi wakihisi kama wanapuuzwa kwa sababu ya kimo chao, hujenga ujasiri mkubwa na kuaminisha watu kuwa wao ni bora zaidi kuliko warefu. Sauti ya mamlaka na uwezo mkubwa wa kuongoza, hawatishiki kirahisi na mtu yeyote. 4, ni wepesi, wana breki nzuri. Kibiolojia, watu wafupi wana kitovu cha uzito ambacho kiko karibu zaidi na ardhi. Hii inawapa uwezo mkubwa wa kuwa wepesi. Ni ngumu sana kwa mtu mfupi kuanguka ovyo, na wana uwezo wa kugeuka na kukimbia kwa kasi kwenye maeneo madogo, kwenye michezo au shughuli za haraka. Hawa ni watu hatari sana. Ni wadadisi na wana akili nyingi za maisha, kwa sababu maisha ya kila siku wakati mwingine yanawapa changamoto kama kufikia vitu vilivyo juu. Watu wafupi wamejenga akili kubwa na utatuzi wa matatizo. Ni watu wanaopenda kutazama mambo kwa umakini, wanajua kusoma tabia za watu haraka, na wana akili nyingi za kimaisha zinazowasaidia kufanikiwa. Kimo cha mtu akipimwi thamani yake au uwezo wake. Watu wafupi wana nguvu kubwa ya kipekee, akili na siri nyingi za kimaumbile zinazowafanya wawe wa pekee sana duniani. Usiwachukulie poa kabisa watu wafupi. 6, ni hodari wa kupanga na kujipanga. Watu wafupi wana jicho la kipekee sana inapokuja swala la matumizi ya nafasi. Kwa sababu ya maisha walioyazoea mapema, kutafuta namna ya kufikia au kujipanga vitu vilivyo juu, wana akili ya haraka sana na kujua jinsi ya kupanga chumba, ofisi, hata kufungasha mizigo vizuri ili kila kitu kitoshee bila usumbufu. 7, kusafiri kwa starehe mahali popote. Hii ni faida ya siri ambayo watu warefu wanaionea wivu sana, iwe ni kwenye ndege, basi, daladala au gari dogo. Watu wafupi huwa hawapati shida ya kubanwa. Kukosa nafasi ya kuegemea kwao si mtihani. Wana uwezo wa kusafiri kwa masaa mengi wakiwa wametulia na kwa starehe kubwa bila kulalamika maumivu ya magoti au mgongo. 8, miili yao haichoki haraka. Kibiolojia, damu na hewa ya oksijeni zinasafiri umbali mfupi sana kutoka kwenye moyo na mapafu kwenda sehemu zote za mwili kwa mtu mfupi ikilinganishwa na mtu mrefu. Hii inamaanisha miili yao inatumia nguvu ndogo au nguvu kidogo kufika au kufanya kazi, jambo linawafanya wasichoke haraka wanapofanya kazi za kila siku au za mazoea. 9, ni wataalamu wa mitindo na mavazi. Watu wafupi mara nyingi wanajua jinsi ya kuvaa ili kuvutia, kwa sababu nguo nyingi za madukani hutengenezwa kwa vipimo vya jumla.
Watu wafupi wamebobea katika kujua mchanganyiko wa rangi, jinsi ya kubana nguo, aina ya viatu vinavyowafanya waonekane nadhifu na wenye mvuto wa kipekee kila wakati. 10. Hawana maumivu ya mgongo ya mara kwa mara. Watu warefu wako kwenye hatari kubwa ya kupata maumivu ya mgongo na kiuno wanapoumwa au wanapofanya kazi za kuinama. Kwa watu wafupi, mifupa yao ya uti wa mgongo hubeba uzito mdogo na hupatwi na shinikizo kubwa, jambo linalowalinda na maumivu hayo ya mwili wanapokuwa watu wazima. 11. Wanahusika zaidi kwenye ushindi wa michezo ya kasi. Kwenye michezo inayohitaji mabadiliko ya haraka ya mwelekeo kama vile soka, fikiria mchezaji mahiri duniani kama Messi, ngumi au hata sarakasi. Watu wafupi wana faida kubwa. Miguu yao mifupi inawasaidia kuchukua hatua nyingi na za haraka, jambo linalofanya wawe na nguvu na pia ngumu kukamatwa au kukabika dhidi ya maadui zao. 12. Ni wajuzi wa kujihami. Katika sanaa ya mapambano au kujihami, watu wafupi kuna faida yao. Ni ngumu kwa adui kumwangusha kwa sababu kitovu chako cha uzito kiko chini. Pia ni rahisi kwao kukwepa mashambulizi ya juu, kupenya kwa urahisi chini ya ulinzi wa mtu mrefu. 13. Wana uwezo mkubwa wa kusikia na kuona fursa. Kwa sababu mara nyingi hawategemei nguvu za kutosha za kimaumbile kupata wanachokitaka. Watu wafupi wamejenga uwezo mkubwa wa kutumia akili na hisia zao. Ni wepesi sana kusikia mambo yanayoendelea, kugundua fursa ya biashara na maisha ya haraka na uzitumia kabla wengine hawajashtuka. 14. Ni watu wenye mvuto wa karibu. Kisaikolojia, watu wafupi hawaonekani kama tishio wanapokutana na watu wapya. Hii inawafanya wawe rahisi zaidi kuombwa misaada na kupiga nao hadithi. Watu hujisikia amani na salama haraka wakiwa karibu nao, jambo linalowasaidia kujenga marafiki na mahusiano mazuri ya kijamii. 15. Moyo wa kupambana na kutokukata tamaa. Siri kubwa ya mwisho ni kwamba watu wafupi ni wapambanaji. Tangu wakiwa wadogo wamezoea kufanya jitihada zaidi na kusikika katika umati wa watu. Tabia hii imewajenga kuwa ni watu wasiokata tamaa mapema kwenye biashara, kazi na malengo ya maisha. Wakiamua lao, basi hakuna wa kuwapindisha. Mada ya siri ya watu wafupi ni ya kuvutia sana na mara nyingi imekuwa ikijadiliwa kwa mtazamo wa saikolojia, biolojia na hata tamaduni za kijamii. Hakuna siri ya kichawi, bali kuna sifa fulani ya kipekee, uwezo, mitazamo mara nyingi huonekana na watu wafupi, wanaume au wanawake, ambapo watu wengi hawagundui kwa haraka.